nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia imani, imani, nishike tena. Imani, imani, usiniache leo. Imani. Wewe hunipendi, wewe hunipendi, nimebaki peke yangu, mpenzi nalia ndani. Wewe hunipendi, wewe hunipendi, nimekupenda sana, ukaniacha na maumivu. Mabenga, mimi nakupenda kutoka moyoni. Hata ukiangalia macho yangu yanauonesha upendo wangu kwako. Jesse, wewe ni kama mdogo wangu. Siwezi kuwa na wewe katika mahusiano. Hivi, mimi unanichukuliaje labda? Au unafanisha labda na hao wanaume wapumbavu huko mtaani ambao wanarubuni watoto wadogo? Alafu unasema ni watoto wa 2000. Mimi ni mtu mzima na akili zangu, najielewa. Siwezi kufanya upumbavu kama huo. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba mimi kuwa na wewe ni kitu ambacho hakiwezekani. Hivi, labda nikuulize kitu. Huko unakoishi kuna wakubwa kweli? Mimi nimelelewa na wazazi wote wawili. Na nina heshima na adabu. Lakini ni mapenzi yangu kwako. Ninakupenda kutoka moyoni, Mabenga. Ni kazi sana mwanamke kuonyesha hisia zake kwa mwanaume. Lakini nimeshindwa kujizuia. Sasa nisikilize vizuri. Tena unisikilize kwa makini. Hii ni mara ya mwanzo na ya mwisho nazungumza. Sitaki kusikia tena pumbavu kutoka katika kinywa chako. Nilikupenda kimya, ulinitazama kama rafiki. Moyo wangu ukaja, wewe ukuona hata kidogo. Kila neno lako lilinifanya niote. Nilidhani utasikia, nilidhani utabaki, lakini leo najua moyo wako si wangu. Umefuata nini hapa? Nimekuja kumtembelea mama. Mama au umemfuata Kado? Sunaina, mimi na wewe ni marafiki. Sikutarajia utaniona kama adui. Mapenzi hayana urafiki, Tunu. Mapenzi? Basi sawa, tumwache Kado mwenyewe ndo atakayeamua, kama jinsi mama alivyosema. Sawa,
Tumwache amue, lakini sitakubali kumwachia kirahisi. Sawa, ila yote ya yote yeye ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Kwaheri. Mtesi. Abe. Njoo hapa. Jana ulikuwa wapi? Nilikuwa namtafuta Mabenga. Maana yeye ndio furaha yangu kwa sasa. Hivi niseme mara ngapi kuhusu yule Mabenga? Sio mwanaume sahihi kwako. Dada, moyo huo hauamriwi. Mimi tayari nimeshampenda Mabenga na kwa hili sihitaji mshauri. Wewe asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Mama. Abe baba. Kumbe upo hapa? Ndio. Mimi natoka. Njoo kwanza tuzungumze kidogo. Nilishika lile neno, ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia. Naona ndo unaenda kwenye shughuli zako. Lakini mwanangu, kwa nini usiache tu kufanya hiyo biashara? Kwa maana watu wa kutusaidia tumeshawapata. Mama, mimi ni mtoto wa kiume na ndio maana toka mwanzo nilikuwa napambana nikiwa mwenyewe ili mama yangu uwe na furaha. Siwezi kuacha kwa kutegemea msaada, halafu msaada wenyewe ni wa watoto wa kike. Siwezi mama. Nikwambia kitu. Jana alikuja Tunu na Sunaina hapa. Tena pakatokea mzozo mkubwa tu. Mzozo? Ndiyo. Oa, Chunda iko wapi? Maana nishatafuta sana hadi sio poa eti. Kwani kuna nini? Hivi unajua kama Kado yuko mtaani anazagaa. Yaani kama vile hakijatokea chochote yani. Kwa nataka tufanye nini? Sasa maswali gani wa darasa la pili si babu? Kwa sababu kama ni kumpiga tulishampiga sana tu. Hakuna cha zaidi. Inaonekana kipigo mlichompa hakijamtosha. Safari inatakiwa apigwe kweli yani. Ikibidi kumpoteza anapotea. Hebu kwanza nikuulize. Hivi kati ya Sunaina na Tunu, ni yupi hasa unaona wewe chaguo lako? Unajua mama, usijali, nitajua nini cha kufanya. Kitu pekee Mwenyezi Mungu amenipa ulemavu wa macho, lakini kuna zawadi aliyoniachia. Kitu gani? Akili. Ni kweli? Tena unatakiwa tuulize akili kweli katika kufanya maamuzi, maana unaonekana wote wanakupenda. Ni kweli mama. Na Sunaina au basi usijali mama. Nimeshajua. Umejua nini? Mama, umejua nini? Utakuwa umewaza vibaya. Haya bwana. Haya, mimi naondoka. Sawa mwanangu. Haya. Mungu akutangulie. Haya mama, usisahau kumeza dawa, sawa? Sawa baba. Haya.
Umechelewa kaka. Hilo swala kwa sasa haliwezekani. Yaani haliwezekani kivipi yani? Bosi wetu mtukataza tusimguse hata kidogo. Na wewe bosi wenu ni nani? Yaani hao bosi yani mbona nichanganya babu? Who's bosi? Kaka wewe elewa hivyo tu. Sherehe Masai kaingia na panga, kaingia na mshale. Hakuna kitakachowezekana kwa sasa. Sasa umenielewa. Mtukufu bosi wangu, nimeitikia wito. Nataka kukuuliza swali moja. Bila shaka bosi, unaweza ukaniuliza. Ni kweli mlitumwa kumpiga Kado? Ni kweli bosi. Unajua ulichokifanya? Bosi, lakini itakuwa kuna faida kubwa labda ulioipata. Weka mezani tugawe. Wala hakuna bosi. Mimi sijapata chochote kile bosi wangu. Kuanzia sasa sihitaji kusikia mmemsogelea Kado kwa aina yoyote. Na kama ikitokea nikajua, nikaona au kusikia, utapoteza kazi. Na sio kazi tu, hata maisha. Wala hakuna shaka bosi wangu. Na kuhakikishia, kuanzia sasa sitaweza kumfuatilia Kado na sitomfanya kitu chochote, ila nitakuwa karibu naye na kumlinda. Nitampa taji bosi wangu. Toka ofisini kwangu. Nimesema toka ofisini kwangu. Malaki, unajua kama anakuamini sana ndio maana uko hapa. Hizi siku 2-3 nitakuwa nje kidogo na ofisi. Kuna maelekezo ambayo nishampa Chunda. Lakini kama jinsi unavyojua, Chunda ni mtu wa mambo mengi. Ndio maana na wewe nimeamua kupita hapa. Hivyo basi, ofisi yangu unaiacha mikononi mwako. Kama patakuwa kuna dharura yoyote, mtashirikiana na Chunda kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Sawa bosi. Mimi kuondoe shaka juu ya hilo. Hata katika safari yako, amini kabisa ofisi iko mikono salama. Sawa, vizuri. Nakuamini sana. Usijali juu ya hilo. Bosi, samahani. Sijazoea kukuona ukiwa kwenye hali kama hiyo. Umekutwa na nini mpaka mazingira kama hayo? Angalizi. Mazingira ulionikuta nayo hapa, unaweza ukanikuta nayo sehemu nyingine yoyote.
Utakaponikuta popote nikiwa katika mazingira haya, fanya kama haunijui. Nimekuelewa na nitafanya kama jinsi ulivyoniagiza. Kikubwa simamia ofisi, hicho ndo kikubwa. Nakuamini sana na nina imani na wewe. Sawa, nitafanya kama ulivyonielekeza. Pita. Samahani bosi, nimekuletea oda ambayo imeingia leo. Sawa, tumepokea, ila jitahidi uwe makini sana, kwa maana huyu mtu huwa ni msumbufu. Ni kweli bosi, hilo nalijua. Tunajitahidi kuwa makini na hii kazi. Okay, sawa. Kingine, hizi siku 2-3 nitakuwa nje ya ofisi, kwa hiyo maelekezo yote nitamwachia Chunda. Kwa hiyo kama patakao kuna lolote, utaonana na Chunda. Sawa bosi, haina shaka. Unaweza kaendelea na majukumu yako. Asante bosi. Nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia